hatuchezi kwenye t-shirt. Tunacheza uwanjani. Kwa hiyo tunataka tuone uwanjani, sio kwenye t-shirt. Kwa hiyo Yanga ili waseme kwamba hawachezi, yes, maana inabidi waandike document kwenye vyombo husika vinavyosimamia mchezo, ambaye ni bodi ya yani vimekasimiwa. Mpira ni wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua uweledi ni kitu kingine. Twende pale. Mpira, mpira huu hapa. Yani mpira sio hii ili tufe. Tukisema mpira maana yake tunasema shughuli za mpira ni za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia tena. Ndio. TFF mpira sio wa kwao. Bodi ya ligi mpira sio wa kwao. Nirudie tena. Tumesha kuelewa. Mpira ni wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Isipokuwa TFF na bodi ya ligi wamekasimiwa madaraka ya kusimamia. Lakini mpira na kuuendesha. Mpira ni wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ukifahamu hilo upati shida. Usipofahamu ndio unapata shida. Na shida zote hizi ndio maana kuuliza kila siku. Kama ligi yetu ni ya 4 kwa ubora Afrika, basi mpira Afrika umeshuka. Tuje kwenye hoja pamoja na makando kando haya. Tuje kwenye hoja sasa. Hoja mpira wetu ndio kama huu. Nafasi ni ya 4 Afrika, utake usitake ya 5 ya 4 au ya 4. Maana kuna kwenye ya 5 ligi ninasema ya 5. Ligi bora Yanga. Chukua basi. Chukua kutoka kwangu. Na mimi nachukua. Ya 4. Afrika, utake usitake. Mpira umepanda umeshuka. Tuko nafasi ya 4. Ligi bora Afrika. Na mimi unikataze kufanya uchambuzi wangu. Yaani una haki yako. Ni haki yangu. Una haki yako. Na ndio maana demokrasia. Yes. Una haki yako. Lakini tunakuja hapa sasa. Ndio. Umezungumza vingi sana, mpira ni wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio kweli. Bodi ya ligi wamekasimiwa madaraka ya kuendesha na kusimamia. Lakini sio kwao. Tunakuja kwenye hoja sasa. Hao wenye mpira wao ambao ni baadhi ya mashabiki wa Yanga, si ndio? Wamesema hawachezi. Wamesema mashabiki sio wananchi. Si ndio mashabiki ni sehemu ya wananchi. Nimesema baadhi. Baadhi ya wenye mpira wao ambao ni wanachama na mashabiki wa Yanga wamesema hawachezi. Maana wale kama kweli mpira ni wa kwao wana haki ya kusema hawachezi. Nasema hivi, umeshasema, mimi nimesema wananchi, sikusema shabiki. Kuna sifa katika wananchi. Kuna kategori. Ukishakuwa shabiki wa Simba, Simba iwe mbaya iwe mbovu, kwako wewe ni sawa sawa. Na mtu anaisaisha Simba, anaikosoa Simba, anaielekeza Simba, wewe utamchukia. Na kwa shabiki alivyo. Point yangu umeelewa lakini? Nimekuelewa vizuri. Mpira umetuambia ni wa wanachama, ni wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Baadhi sasa ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wako upande fulani ambao ni ukawapa jina lao ni nini? Ambao ni mashabiki na wanachama wa klabu yao. Ili uwe shabiki unakuwa na sifa fulani, na ili uwe mwanachama unakuwa na sifa fulani, zinatofautiana. Ndio. Mwanachama si lazima ulipe ada ya wanachama. Sio lazima ulipe ada. Sio unakuja mwanachama ambao ulipe ada. Nisikilize bana. Ndio tupe elimu. Kwa sababu unapotaka kuwa mwanachama wa Simba, ndio maana nimekwambia hivi, unaweza kuwa kiongozi wa Simba kwa sababu katiba ya Simba na Yanga, hizi klabu mbili ndio klabu zetu kubwa, unaweza kuwa kiongozi wa Simba au kiongozi wa Yanga. Kwa sababu tu katiba ya Yanga na katiba ya Simba inasema kila anayemiliki kadi halali ya Simba, kila anamiliki kadi halali ya Yanga ana haki ya kugombea, kuchaguliwa na kuchaguliwa. Lakini regardless kama amekuwepo kwenye tasnia ya mpira, amejirikisha na mpira kwa kiwango gani, hakuna kitu hicho. Kwa hiyo huwezi tu ukawa fundi cherehani maisha yako yote halafu kaenda kwenye mpira ukausimamia kwa weledi. Haiwezekani. Sawa. Mimi nakataa. Huo ni msimamo wako. Lakini kuna watu wako ni mtazamo na msimamo wako ambao unaamini hilo. Lakini kuna watu pia wapo kwenye huu mpira hawajatokea kwenye mpira lakini wanauendesha mpaka sasa. Na wamefanya kuendesha ni kitu kimoja, kupata mafanikio. Kwa mfano, nitakupa mfano mmoja. Sisi tarehe 27 mwezi wa 11, unisikilize vizuri. 1993
tumefika fainali ya kombe hili la shirikisho. Kiongozi unamkumbuka alikuwa ni nani? Na wakumbuka kweli, nakupa, sitaki kutaja watu. Nataja scenario, nataja issue. Hatudiscuss watu, tunadiscuss issue. Sawa. Tumelikosa kombe, tumemalizia nyumbani. Tumeanza kule Hamfua Bwanye, tukaja kwa shamba la bibi Uhuru. Kombe likaondoka. Umeona? Tunamaliza wapi? Kwetu. Tumeanza wapi? Ugenini. Abidjan. Tukaja kumaliza wapi? Nyumbani. Kombe likaondoka. Yanga wakasemaje? Tungekuwa sisi gaga, kombe lisingeondoka. Mungu akawasikia. Kombe hilo hilo. Mimi kubadilisha majina si hoja. Sawa. Wewe Peter Yanga ilikuwaje? Tarehe 3 mwezi wa 6 wameingia fainali ya mwisho. Wanalo kombe? Hawana. Limeondoka. Mara ngapi? Mara ya pili. Tumekuja sasa tarehe 25 mwezi wa 5. Wiki ngapi zilizopita? Wiki chache tu, juzi tu hapo. Juzi. So muda mrefu. Tumemalizia wapi? Nyumbani. Kombe tunalo? Alipo. Watanzania kelele nyingi. Mtu mkweli hawamtaki. Usikisha fika mahala hutaki ukweli, una shida. Turudi kwenye fact yetu sasa. Turudi kwenye fact yetu. Kuwa na shida, kutokuwa na shida tuweke pembeni. Tukae kwenye na huwezi kuweka pembeni shida, ni uzitoe hizo shida. Tulishazitoa sana na tuone vinavyotendeka. Hujazitoa bado zipo. Turudi kwenye fact yetu ya dabi ya labda jinsi ya kuzitoa. Yanga wamesema hawachezi. Ndio. Ndio nimekwambia kuna maandishi yameonekana. Mimi ndio najitoa. Wajaandika popote. Yani maandishi yani mawasiliano kwenye vyombo vinavyosimamia mpira. Wamepeleka barua, imeonekana. Bodi ya ligi wanasema hawajaona hiyo taarifa. Basi Yanga ni bla bla, ndio maana nakwambia hivi. Tuna shida ya aina ya management. Umenielewa vizuri? Tuna shida kwenye management. Lazima tukubali. Unajua usipokubali, weka duguda ni mfupi. Mimi nikikataa nitakuwa na matatizo. Nikubali kwa sababu ndivyo nilivyo. Sasa ili nipate mafanikio mahala panapohitaji urefu, nitengeneze utaratibu. Kwanza nikubali nilivyo. Lazima wa Tanzania tukubali tuna shida ya football, whichever the case, sports management au football management. Mimi nakataa kabisa. Huwezi mwanaume ukaenda leba ukaleta mtoto. Huwezi. Mwanamke atakwenda leba atarudi na mtoto. Wewe unaweza kusababisha mwanamke aende leba. Yaani Mungu ametenganisha hivi vitu. Tusilazimishe tu mimi na kadi ya Simba. Maisha yako yote wewe ni mfyatu wa matofali, ni fundi cherehani. Simply because una kadi ya Simba unatakiwa uwe kiongozi, au una kadi ya Yanga. Maisha yako yote wewe ni kwenda kuchukua mahindi Mbeya kule kuleta Dar es Salaam, kuleta mahindi Songea kuleta Dar es Salaam. Kwa sababu una kadi, unatakiwa uwe kiongozi wa Simba, alafu fanyeje? Kwani Kaduguda? Huwezi kufanya shughuli nyingine ya kujihusisha na mpira? Nimesema hivi, sijui kama unanielewa. Kwa sababu unajua unachokitaja. Mpaka niseme Kiingereza experience. Ngoja sasa nikwambie. Unaweza kuwa huona elimu ya mpira lakini ukawa na experience. Ni kweli.